Ni katika mchezo kati ya Nigeria na Zimbabwe uliopigwa huko Morocco kwenye hatua ya 16 bora ya mashindano ya AFCON. Pamoja na timu ya taifa ya Nigeria kushinda kwa mabao 4-0 katika mchezo huo, kuna sintofahamu iliyoibuka kati ya wachezaji wakubwa kweli barani Afrika, wachezaji ambao wamewahi kushinda tuzo ya mchezaji bora wa bara hili la Afrika. Namzungumzia mchezaji Victor Osimhen wa Nigeria pamoja na Ademola Lookman wa Nigeria, ambao wote ni washindi wa tuzo ya mchezaji bora barani Afrika kwa miaka tofauti. Hii ilikuwa ni baada ya Victor Osimhen kuonesha kutokufurahishwa na kutokupewa pasi iliyokuwa ama mpira uliokuwa miguuni mwa Lookman, ambaye alichagua kupeleka sehemu nyingine tofauti na alipokuwa Osimhen aliyeamini ya kwamba alikuwa kwenye eneo sahihi la kufunga. Pamoja na hayo, Osimhen alionekana kumfokea kweli Lookman kama mtoto mdogo vile, jambo ambalo Lookman alionyesha naye kutokupendezwa nalo, ingawa hakufanya reaction mbaya. Kwa Victor hali ilikuwa ni tofauti, alifoka kweli na hatimaye akaomba kutolewa kwa hasira kutokana na jambo hilo. Hata pale captain wa timu ya Nigeria Wilfred Ndidi alipojaribu kuingilia kutuliza ghasia hiyo, Osimhen hakuonekana kujali lolote na alikuwa amekasirika vibaya mno, huku akirusha mikono na kuomba atolewe mara moja uwanjani. Ikumbukwe kuwa wakati huo Osimhen alikuwa amekwisha kufunga magoli mawili, huku goli lake moja likiwa assisted na Lookman mwenyewe, kwa maana ya kwamba alipewa pasi ya bao na Ademola Lookman mwenyewe. Lakini wakati huu Osimhen hakukumbuka hilo na alikuwa amekasirishwa vibaya kwa kunyimwa pasi hiyo. Hata baada ya mchezo kumalizika, wakati wenzake wakishangilia kwa kutinga hatua ya nusu fainali, kwa Victor Osimhen hali haikuwa hivyo. Yeye alinyanyuka kwenye benchi moja kwa moja na kuelekea zake kwenye vyumba vya kubadilishia nguo bila kujali ya kwamba wenzake wanaendelea na celebration uwanjani. Lakini hata hivyo, baada ya mchezo, Victor Osimhen alifuatwa na waandishi wa habari na kuhojiwa, na hiki ndicho alichokizungumza, na nukuu: "Tuliposhindwa kufuzu kombe la dunia, lawama zote zilielekezwa kwangu peke yangu. Watu waliwasahau wachezaji wengine. Ndipo nilipotambua ukubwa wa jukumu lililoko juu yangu. Ni kweli tulikuwa tayari tumefunga mabao 3, lakini katika soka mabao 5 yanaweza kufungwa ndani ya dakika chache. Ndio maana hatukupaswa kulegeza umakini. Taifa zima linatutegemea. Tukishindwa tutazungumzwa kila mahali, na mimi ndiye nitakayezungumzwa kuliko wote. Ninampenda Lookman, yeye ni ndugu yangu na anaelewa kuwa yaliyotokea yalikuwa ni sehemu ya mchezo tu. Kila mmoja anatamani Nigeria ishinde kombe la mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON, lakini ushindi haupatikani kwa urahisi. Ni wajibu wetu kutoa kila tulicho nacho." Hayo ni maneno ya Victor Osimhen akiyazungumza katika lugha ya Kimombo baada ya kumalizika kwa mchezo huo, licha ya taarifa zinazoenea kwa hivi sasa ya kwamba Victor Osimhen ameshaachana na timu ya taifa ya Nigeria, ameondoka kambini, na ya kwamba amesafiri tayari kurudi nchini Uturuki kwenye klabu yake ya Galatasaray kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za klabu hiyo. Haya yote yakitajwa ni kutokana na ile hasira ya kunyimwa pasi na mwanasoka mwenzake Ademola Lookman. Hii ni taarifa ambayo inaonekana kuwashtua wadau wengi wa mpira wa miguu, watu wakisema kama hii taarifa itakuwa na ukweli, basi lipo tatizo kubwa kwa Victor Osimhen. Maana masuala ya kutofautiana uwanjani yapo, lakini inakuwaje mchezaji anaamua kukaa na timu yake ambayo inaelekea katika hatua nzuri za kubeba kombe na kuondoka zake kuelekea Ulaya? Tuandikie maoni yako hapa chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili uendelee kupata habari kemkem za kimchezo tunazozitoa hapa Spotify.